Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Alhamdulillah, leo tena ni siku njema ambayo Allah ametupatia na naamini uko nyumbani umeweza kuamka vyema. Insha Allah, mpenzi mtazamaji, ndani ya studio zetu tupo naye si mwingine bali ni Sheikh wetu Sheikh Hussein Patrova ambaye anazidi kujuza mengi kuhusiana na mada yetu ambayo tunaendeleza, si nyingine bali ni kuhusiana na wilaya, na insha Allah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Nashukuru sana. Alhamdulillah, ni furaha tena kuwa na wewe. Ni kweli. Naam, karibu. Sisi tunafurahi. Alhamdulillah. Naam. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwenye aya yetu ya kwanza ambayo tulisoma atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Mbele ya hiyo aya inatueleza kwamba fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah ila rasuli, kwamba kama itatokea kwamba amjaelewana kitu chochote au imetokea sintofahamu kutofahamiana kwa kitu chochote, murudishieni Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na hapa tunaangalia kwamba kitu cha kwanza ambacho kilitokea baada ya mtume kwa sababu sasa tunaunganishwa na mtume ambaye amepewa wilaya ya Mwenyezi Mungu, na hakuna mtu ambaye ana tofauti katika hilo. Lakini lolote ambalo itatoka tofauti baada ya mtume, basi tunaambiwa kwamba turudishe kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Amesema nini? Na tukifuata historia tunaona kwamba baada ya kufa kwa mtume kulitokea nizaa kubwa sana, ambayo ni nizaa kubwa ambayo ilihaifanyika katika umma wa Kiislamu, na hiyo ndio nizaa ya wilaya, kwamba baada ya mtume nani waliyul amri. Ndio. Baada ya kuondoka kwa mtume nani amepewa mamlaka na mtume, na tumeona kwamba akipewa mamlaka na mtume basi Mwenyezi Mungu pia ametoa yale mamlaka. Kufuatia kwa muktadha wa aya atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Sasa nizaa ambayo ilitokea katika umma wa Kiislamu ni nizaa ya kujua ulil amri minkum, ambayo tulishindwa kuenda kwenye Qur'ani kusoma aya zingine. Kwa mfano aya ambayo nimeisoma pale awali, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu. Hii walladhina amanu tulisahau, Waislamu walisahau kwamba je, huyu ndiye inafaa tumfuate au sio yeye? Na kwa nini walisahau? Ni kwa sababu walitaka kufata matamanio yao. Walisahau kwamba hii ni dini ya Mwenyezi Mungu na inafaa tufanye kile ambacho Mwenyezi Mungu anataka kulingana na maamrisho yake. Ametuamrisha kwamba tufuate mtume na tumfuate yeye na tufuate mtume, na alladhina amanu alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata hum raki'un. Sasa mtume alipoondoka tu hivi, hiyo aya ikaondoka, ni kama iliondoka kwenye vichwa vya Waislamu. Wakaona kwamba badala ya kurudi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah, badala ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu wakaamua hao wenyewe wachukue mamlaka ya kutafuta nani walii wa Waislamu baada ya kuondoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kwa kufanya hili walikuwa wanaenda kinyume na Qur'ani na hadithi za mtume, wanaenda kinyume pia na maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo na ndio sababu kwenye aya nyingine nadhani inapatikana kwenye surat Al-Anfal, inasema ya ayyuhalladhina amanu achani confirm atii'u Allah wa atii'u Rasul wa la tanaza'u. Atii'u Allah wa atii'u Rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihakum, kwamba mtii Mwenyezi Mungu na mtii mtume wake. Hapa haijakuja walil amri, ndio inasema wala tanazau fatafshalu, na msigombane mkashindwa
fatadhhaba rihakum, na nini rih ni nitaje harufu yenu ikaenda. Kwa hivyo tanaza yote ambayo inatokea ambayo inatokea kwenye mfumo wa dini ya Kiislamu ni tanaza ambayo inaweza ikatufanya sisi tukapotea au tukapoteza mwelekeo au tukajua wapi ni pa kuelekea, kwa sababu hatujarudisha kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na kurudisha si kurudisha tu, ni kurudisha kwa kumtii. Yaani tuone mtume amesema nini, alafu tutii yale ambayo Mwenyezi Mungu mtume anasema, au tuone Mwenyezi Mungu amesema nini, alafu kisha tutii yale ambayo Mwenyezi Mungu amesema tufanye. Kwa sababu kuna tofauti kati ya kusikia au kujua tu yale ambayo yamesemwa na kuyatenda. Ndio. Most of the time sisi mara nyingi sisi tunajua nini imesemwa au ni maelekezo gani tumepewa. Lakini shida inakuja kwenye kutenda. Na sababu kwenye Qur'ani kuna sehemu zingine ambazo kuna aya zingine kuna aya ambayo inatuamurisha ya ayyuhalladhina aminu, yani nyinyi ambao mmeamini aminini. Sasa sisi tushaamini, tuamini tena kwa kitu kingine, kwa kitu gani kingine tena? Ina maana kwamba Mwenyezi Mungu anatuambia ndio mmeamini, mna information ya kile ambacho inafaa kifanyike. Amini kwenye vitendo. Yaani tuamini kwenye akili, lakini kwenye vitendo kuna tofauti. Kwenye vitendo ina maana kwamba Mwenyezi Mungu akimwambia kwamba atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum, yule ambaye amechaguliwa kama ulil amri inafaa ni mtii vile vile nitii mtume. Akiniamurisha kwamba nifuate, inafaa nimfuate vile vile ambavyo angekuwa mtume ananiamurisha, kwa sababu huu wilaya ambayo umeshuka kwake ni wilaya ambayo umetoka kwa Mwenyezi Mungu direct. Amempa uwezo wa kutasarraf kwenye vitu vyote ambavyo vipo chini ya ulimwengu ambavyo vinahusu tasarruf takwinia, tasarruf at-tashri'iyya. Kwa hivyo hawa ulil amri minkum ambao wameelezwa kwenye aya alladhina yuqimuna as-salata, na hapa tulisema kwamba kila mtu anajua, Waislamu wote kwenye tafsiri zote zenye hii aya wanasema kwamba ilishuka kwa ajili ya Imam Ali. Kwa hivyo Imam Ali ndio ulil amri minkum. Mtume akiondoka tu hivi, Imam Ali ndio inafaa awe walil amri na wilaya inatoka kwake. Sasa kuna hadithi nyingi ambazo zinaeleza kuhusu wilaya baada ya mtume na kuna maelezo mengi ambayo yametolewa, hadithi nyingi kutoka kwa mtume au kutoka kwa imamu mwenyewe kuhusu wale ambao inafaa tufuate. Lakini sana sana hii aya imetaja sifa ambazo alizifanya Imam Ali, kwa sababu Imam Ali ndio kama uso wa Ahlulbayt. Imam Ali kama wajih, yani wajih, uso wa Ahlulbayt ambao wamesemwa kama hawa ndio waliyul awliyaul amr. Na kuna hadithi nyingi ambazo zinaeleza hivyo. Kwa hivyo sisi kama sisi ambao hawa wamekuja kuwa awliya wetu, kwamba inafaa tuwatii kwa yale ambayo wanasema. Kitu cha kwanza yafaa tujue kwamba wana sulta, wana kuwa au wana nguvu ya kutasarruf kwenye maisha yetu yote. Wana nguvu wa kutasarruf kwenye ibada yetu. Ina maana kwamba wana uwezo wa kuleta hukumu ambazo hazikuwepo ama hazipo kwenye maelekezo ya mtume au zipo kwa ujumla. Hao wana uwezo, wamepewa na Mwenyezi Mungu wa kufanya nini, wa kutuelekeza nini cha kufanya. Si kwamba wanakuja na hukumu zao kama wao, bali wanakuja hukumu kutokana na mtume anasema nini na kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hawa wana uwezo. Kwa hivyo kitu cha kwanza inafaa tufanye kabla hatujafanya hivyo. Kwa nini kuna tanaza kubwa kwa hiki kipande cha tatu, walladhina amanu alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakat? Kuna tanaza kubwa. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna shida, kwa mtume hakuna shida. Shida inakuja kwenye hiki kipande cha tatu, alladhina amanu alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakat. Kuna sababu nyingi ambazo zimepelekea hili kufanyika, ili kuwa mbali na wilaya, kuwa mbali na khatu ya wilaya.
kabla ya kwanza hizo sababu, kitu cha kwanza ambacho sisi ambao inafaa tufanye, sisi ambao hao wamepewa mamlaka juu yetu, inafaa tufanye, kitu cha kwanza ni kuwa na maarifa kuwahusu wao na kuhusu kile ambacho inafaa tutekeleze kwenye dini na kwa wao direct. Kuweza kuwafahamu na kuwajua. Kuwafahamu hao hawa Ahlul Bayt, kwa sababu aya imetaja tu sifa. Kwa hizi sifa ni kina nani? Hii sifa ni ya nani? Sasa ni kwamba ukiwasoma utaweza kuchambua sifa hii ni ya fulani, sifa hii ni ya fulani. Ni kweli. Nani alitekeleza hiki kitendo kwa mfano? Lakini kinakuja tukisoma historia, kwamba historia kidogo, watu ambao walikuwa maswahaba sana walijaribu kucheza na baadhi ya vitendo ambavyo vilifanyika. Unapata kwamba hii aya imesema kwamba alladhina amanu yuqimuna salata yutuna zakata. Maana kuna mtu ambaye alikuwa na swali na akatoa zaka. Sasa ilikuja baadaye, kuna baadhi ya maswahaba pia walitaka wao miongoni mwa hii aya. Sasa wakaanza walikuwa kwa mfano wanaswali, hao pia wanatoa zaka ili wawe miongoni mwa hii aya. Alikuwa mambo ambayo yalitokea baadaye ambayo ilikuwa ya kufunika uasilia uko wapi. Lakini haikuwezekana kufunika uasilia uko wapi, sababu uasilia wake utabakia pale pale. Ni kweli. Kwamba ilikuwa ni fulani ndo amefanya kitendo fulani. Na ni kitu ambacho kipo hadithi nyingi ambazo zinasema kuhusiana na hiyo. Ni kweli. Yaani kile kitendo kilipotokea aya ikatoka. Na kila mtu akaona, kila sahaba akaona, hata mbinu ambazo walitumia baadaye hazikuweza kufanyika. Kwa hivyo Imam Ali kama uso wa Ahlul Bayt ndiye aliyetajwa kwenye Qur'ani kwa sifa. Sio kwamba ametajwa kwamba jina lake, kwa sifa ambayo hadithi zilieleza na uasilia ambao ulikuwepo, maswahaba ambao walikuwepo hizo enzi pia waliona kwamba kweli alikuwa na swali na akatoa zaka. Ndiyo. Kwa hivyo yeye amechukulia kama kielekezo au kielelezo au uso wa Ahlul Bayt. Kwa hivyo wajibu wetu kwao, kitu cha kwanza ni poa tuwajue hao, kwa sababu kupitia kwa kuwajua itakuwa miongoni mwa kutekeleza wajibu wetu wa kiibada. Kwa sababu sisi tunajua kwamba kwenye ibada ya Mwenyezi Mungu lazima umjue kwamba Mwenyezi Mungu ni nani mwanzo. Kwa sababu kama umjui utaanza kuabudu vitu ambavyo si Mwenyezi Mungu na yeye utadhani kwamba ni Mwenyezi Mungu. Kwa mfano utaabudu ng'ombe, utaanza kuabudu masanamu ukidhani kwamba hizi ndio Mwenyezi Mungu. Na hiyo ndio ilitokea kwa wakati wa kabla ya Uislamu, kwamba wale ambao walikuwepo kwenye ujahilia walikuwa wanaabudu vitu ambavyo wanadhani kwamba vitawapea riziki, na sio hivyo. Ni kweli. Ndio. Yaani sometimes walikuwa wanasema sisi tunaabudu hii ili tupeleke karibu na Mwenyezi Mungu. Naam. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawatambui huyu Mwenyezi Mungu ni nani. Hawatambui wasilia ni nani. Wanadhani wakiabudu tende kwa mfano, tende inaweza ikawapeleka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa kikubwa katika kuwajua auliya al-amr au waliyul amr au walii wetu, irrespective kama ni mtume au ni maimamu, lazima kwanza tuwafahamu, tujue kwamba ni kina nani. Ili kupitia kwa kuwafahamu tutajua nini tunatekeleza kwao, kitu gani inafaa tufanye kwao, au inafaa tuwatii kwa vitu gani, kwa kiwango gani, au kwa upana upi katika mambo yetu ya kidini na ya kimaisha kigenerally. Na hii kwa sababu ni mfumo wa ibada, ni mfumo huo wa ibada. Tunarudi kwa Imam Ali ambaye ni example ya wazi katika mfano ya auliya au wali. Imam Ali anasema kwenye hotuba yake kwenye Nahjul Balagha kwamba awwalu dini maarifatu. Dini, kigezo cha kwanza cha dini ni kumjua Mwenyezi Mungu. Na haitoshi tu kwamba unajua Mwenyezi Mungu peke yake. Kupitia kwa kumjua Mwenyezi Mungu kuna vitu vingine ambavyo vinatulazimisha sisi lazima tuvijue. Kama hatuvijui tutakuwa tunaenda kinyume na dini kiujumla, na tutakuwa tunapata mitihani katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa vitu ambavyo inafaa tuvijue ni kujua walii wa Mwenyezi Mungu nani.
ili yeye ndiye atatupeleke kwa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye atakaye tuwezesha ibada yetu ikubalike kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu wali al-amr au sisi tunaongea kwa ujumla, wali amr whether ni imam au ni prophet, sana sana tunarudi kwa imam kwa sababu prophet saizi hayupo. Mtume kazi yake ni kufikisha yale ambayo yametoka kwa Mwenyezi Mungu. Indhar, yani kuwaongoza wanadamu wajue uasilia, yani kuintroduce dini kwa misingi ambayo Mwenyezi Mungu anataka. Kwa hiyo ndio kazi ya mtume. Kazi ya wali wa pili ambayo ni imam, ambayo ndio yupo saizi, kazi yake kuanzia kwa Imam Ali mpaka saizi, kazi yao ilikuwa ni kutushika sisi mikono kuhakikisha kwamba tunatekeleza yale ambayo mtume ameacha. Sasa kama hatuwajui, nani atatushika mkono kutekeleza wajibu wa mtume? Hayupo. Kwa hivyo kazi yetu kama wale ambao wapo chini ya wilaya ni kumfahamu huyu wali nani. Kufahamu wadhifa wake ni opi. Naam, shukran sana Sheikh. Acha tuchukue mapumziko kidogo, tukirudi tutaendelea na mada yetu. Inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Aisha Hussein Patrova ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah. Mimi pia nakuwa mwanafunzi ili kufahamu zaidi kuhusiana na wilaya. Wanakwambia ukiwa mwanafunzi unakuwa keen sana kusikiza, na naamini pia wewe ni mwanafunzi mzuri kwa nyumbani, unasikiza na kuelewa mengi ambayo Sheikh anayaangazia. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue tama la maji, tutakaporudi tutaweza kuendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Alhamdulillah, Sheikh anazidi kujuza mengi. Alhamdulillah, nafurahi maelezo yake ni maelezo ambayo hata mtoto mdogo anaweza kuyaelewa, anafahamu na kuyashika kwa kuweza na kuyashika kiundani ili kufahamu mengi kuhusiana na swala zima la wilaya. Wilaya ni mada pana sana, lakini kwa maelezo ya Sheikh naamini tutakuwa mwanzo mpaka mwisho tufahamu wilaya ni nini na tunafuata amri ipi. Inshallah tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sheikh. Mashukuru sana. Naam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tunajua au tumetaja pale awali kwamba mtume kazi yake ilikuwa ni indhar, kuleta dini. Ndiyo. Au kutuongoza kujua kwamba dini nini kinapatikana kwenye dini. Yaani kuleta mfumo wa dini. Na kazi ya wali wa pili ambaye anapatikana kwenye aya ya Qur'ani, kazi yake ilikuwa ni kushtushika sisi mikono kuhakikisha kwamba tunatekeleza yale ambayo mtume alileta. Na ndio sababu anakuwa wali. Ndio sababu Mwenyezi Mungu amempa uwezo wa kutasarraf kwenye maisha au maisha ya viumbe vyote na kutasarraf kwenye sheria ambazo zimeshuka kupitia kwa mtume. Kwa sababu maisha yanaendelea na mtume hakuleta kila kitu kulingana na sheria ambazo inafaa tutekeleze kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo huyu imam au huyu wali ambayo anafuata mtume kutekeleza wajibu wa Mwenyezi Mungu, tumeona kwamba ni wajibu wetu kumfahamu, na kupitia kumfahamu lazima tufahamu mwanzo tumesema tufahamu wasilia wake, tufahamu wadhifa wake, na tusifahamu pia wadhifa wetu kwake ili tuweze kutoa responsibility au tuweze kufanya yale ambayo inafaa tufanye kwenye ibada na kwenye mambo yetu ya kawaida. Kwa hivyo kwenye kumfahamu mtume wali wa Mwenyezi Mungu ni poa kitu ambacho kigezo ambacho au kiungo ambacho kinatumika kwenye kufahamu. Sisi tunajua kwamba ni akili, na Mwenyezi Mungu kila mwanadamu amempa akili. Ndiyo. Na kile ambayo tumepewa sisi ina uwezo wa kujua kila kitu. Ndiyo. Sisi wanadamu tuna uwezo mkubwa sana. Tuna uwezo mkubwa wa kufahamu, tuna uwezo mkubwa wa kutekeleza wajibu wetu. Lakini inafika mahali kwamba hatutekelezi au hatufahamu. Kwa mfano ukiambia mtu kwamba mtume alisema hivi mfuate huyu hafahamu. Kwa hiyo nafahamu kuna sababu ambazo zimefanya amefika kwenye kile kiwango ambacho hafahamu. Inaweza kuwa ama pia inaweza kuwa pia si ufahamu. Kwa sababu ndio unaweza fahamu, lakini
wewe binafsi akili tayari ushaiweka kwa mantiki ya kwamba kitu fulani ambacho nakijua ndo hicho hicho. Kwa hivyo hichi mimi sikikubali. Sasa hii akili pia ukitrain kukataa kitu itakataa, lakini ukitrain kuwa open minded, acha nifahamu 1 2 3, ni lazima mtu atafahamu. Lakini kwa vile sisi wengine tumekataa ile kusoma, ama tumekataa kuwa na ile kwamba hatutaki kufahamu. Mimi maadamu nafahamu, nimeambiwa nifuate hiki na hiki, ama shekhe wangu ameniambia nifuate hiki na hiki, ndo nafuata. Nakosa kuangalia pia upande mwingine kwamba Allah ameniambia hivi na hivi hivi na hivi, mtume amesema hivi na hivi hivi na hivi. Sasa kama vile ulivyosema atiu Allah wa atiu rasula. Na ukiangalia pia mtume pia alikuwa na vitu ambavyo alimepewa na Mwenyezi Mungu, vinaweza kuwa vinakuwa ni halali, na akisema kitu fulani inakuwa ni haramu. Kwa hivyo pia maongezi ya mtume yalikuwa yana maana, na maongezi ya na ujumbe wa Mwenyezi Mungu una maana mkubwa. Sasa ni akili, na pia Mwenyezi Mungu mwenyewe pia anasema katika Qur'an, amehasirika yule ambaye hakupata ule uwezo wa kufikiria ama kuwa na ile reasoning, kwa sababu wengi wetu siku hizi hatuna reasoning. Tumeamua tuende, tuna mawimbi yakitupeleka kushoto tuende nayo, yakitupeleka kulia tuende nayo. Ndio. Na kwenye haya ambayo umezungumza, ndio sababu tunaona sometimes ndio tuna akili. Sometimes mtu anaamua tu afuate, yani mtu akifanya matendo ambayo sio mazuri anaona kama haya ndio mazuri. Ndio. Anampa kama huyo ana haki ya kufanya. Na yule ambaye kwa mfano amedhulumiwa kwa kufanya hivyo, huyo ndiye aliyekosa. Ndio. Yaani sote tuna akili ya kufahamu, lakini tunaamua tu tufikirie kwa mfumo fulani, na tunaendelea hivyo, ama tufuate tu shekhe fulani. Ni kweli. Na hii ina nini sana, ina shida sana kwenye maisha yetu ya kidini. Ina athari kubwa sana, athari ambayo ni mbaya sana, of which kwa mfano unaweza ambia, juzi nilikuwa na discuss na baadhi ya watu kuhusu hukumu fulani. Ndio. Mmoja akaniambia Sheikh fulani anafanya hivi. Ndio. Nikamwambia wewe dini yako unachukua kwa Sheikh au unachukua kwa wali wa Mwenyezi Mungu? Sasa katika karne tunayoishi sahihi, wengi wanafuata hivyo. Wengi wanafuata Sheikh anasema nini. Na hiyo ndo hasara kubwa ambayo tuko nayo sisi Waislamu. Ni kweli. Ndo pale unapomwambia mtu nenda ukasome, anasema wewe kazi yako ni hiyo tu kusema mtu akasome. Naambia hapana, nakwambia ukasome ndio angalau upate ile picha halisia, sio akili unachoambiwa. Kwa sababu Sheikh anaweza sema ni kama siku moja nimepitia TikTok nikaona Sheikh fulani wa madhhab nyingine akiongelea kuhusiana na ile swala la viatu upande wa Shia. I think ilikuwa ni historia ya ulama al-Hilli kama sijakosea, nadhani nilisikia ni hivyo. Sasa yeye aliiweka upande wao akaireverse. Unajua ilikuwa ni historia nini ya Kishia, akaiweka upande wao. Sasa kiumakini ule anaisikiza atayachukua yale maneno, kutojua huyu Sheikh amedanganya. Umeabeba ile maneno huku amua kwenda kukuuliza zaidi kuhusiana na hili swala, ama uende vitabuni uende ukaangalia jamani hili ni kweli. Ukute mtu anadanganya kabisa, yani na uko kwa mimba. Sasa wewe niambie, tulipofikia itakuwa vigumu sana mtu kufuata Sheikh. Lazima ujitume, uende. Sisemi mashekhe wote wanasema huo, hapana. Kuna mashekhe ambao wako katika kinachowa guide yao ni ukweli. Lakini sasa kuna wengine watakupotosha, wanajua wewe hujui kitu. Ni kweli. Kwa hivyo atakupeleka wewe kama upepo, anajua wewe ni bendera. Ni kweli. Sasa wewe utapata tu ule upepo unavoenda, ukienda kushoto unafuata, ukienda kulia unafuata. Sasa ndio sababu tukaambiwa ni muhimu sana kusoma. Iqra. Hata mtume mwenyewe aliambiwa soma. Ndio. Ni kweli. Na kupitia kwa kusoma lazima tutumie akili zetu sisi. Ndio. Sio kila kitu ambacho kinasomwa kinafanywa ama au kila kitu ambacho kinasikika basi huo ndio uasilia. Kabisa. Naweza kusikia kitu ambacho si uasilia, lakini kigezo nini? Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila rasul. Ukiambiwa kwa mfano mtume alikuwa anafanya hivyo, hebu tumia akili yako bwana. Kugauge. Mtume anaweza fanya hii. Na ni wengi ambao wamekataa kufanya hivyo Sheikh. Mimi nimefanya mjadala na watu wengi sana, lakini nikiangalia fikra zao wanapofikiria, nasema kwanza huyu mtu ameweka fitra yake kando. Kwa sababu ukikosa fitra kuitumia vizuri, siku zote wewe utaona kwamba
kitu fulani mimi naenda nacho vile kilivyo. Lakini kama Allah amekupa uwezo wa kufikiria, amekupa akili, ndio maana hukuumbwa mnyama. Kama hujaumbwa mnyama, uko na advantage kubwa sana ya kufikiria, hichi ninachokisoma kinaniingia akilini. Je, mtume wa Mwenyezi Mungu anaweza kuwa hivi? Kwa sababu Qur'ani wenyewe imekwambia Mwenyezi Mungu amemtahirisha yeye na familia yake. Kisha ukuje ukuta hadithi inasema kivingine. Wewe huoni tashwishi? Ni kweli. Kuna matatizo mengi na imeletea mpaka kuna baadhi ya maneno ambayo yanazungumzwa ambayo au inasemwa ni kama yanaenda kinyume na Qur'an kabisa. Yaani ukiyafikiri, ukitumia akili kidogo, unaona kwamba huyu mtu anaenda kinyume na Qur'an lakini haelewi. Kweli. Kwa mfano kwenye Qur'an na kila sisi aya ambayo nimesoma, kila mtu anaijua, kila kwenye maelezo yote sababu ya kushuka kwa hiyo aya imeshuka kwa Imam Ali. Alafu mtu mwingine anakuja anasema kwamba sisi tunaabudu kwa mfano mtu fulani. Tunaabudu imam kwa mfano, tunachukulia imam kama mtume, yeye ndiye mtume kwenye hicho kiwango. Lakini kiwasiliana kwamba tukitukuza mtu ni kulingana na kiwango ambacho amepewa aidha na Mwenyezi Mungu au ni mtume. Yaani mtume amechukua Mwenyezi Mungu amechukua mtume kama mtume. Sisi tunamchukua kama mtume. Ndiyo. Ameleta baada ya mtume. Je, system ya Mwenyezi Mungu ilikuwa inataka vipi? Baada ya mtume lazima kuja na kiongozi baada yake ambaye atatuonyesha. Huyo kiongozi ndio tunafuata. Ndiyo. Sasa tukimfuata imaanisha sasa tumeondoa mtume. Sasa mtume sasa hayupo. Ndio ndokosa wengi huwa wanafanya. Sisi hatutambui mtume, tunatambua tu hiyo. Kuna sehemu moja nilikuwa natoa lecture kuhusu Imam Hussein. Ilikuwa Muharram. Kulikuwa na watu wengi, kulikuwa na Wakristo, Waislamu na Waislamu sidhani kama kulikuwa na Shia, kulikuwa na Masunni wengi. Sasa fikra zao ambazo baada ya kumaliza hicho kikao walikuwa wanafikra kwamba sisi tunamchukua Imam Hussein kama vile ni mtume. Yaani tumeondoa mtume katika mambo yetu ya kiibada, tumeweka Imam Hussein. Mwingine naye niliona akisema ya kwamba sisi tunamwabudu Imam Ali. Sasa nikafikiria nikasema, ndugu zangu, kwani watu wanasoma wapi? Ni mtihani mkubwa ambao tuko nao katika hii jamii ya saa hii, haswa watoto ambao tumeamua tusisome. Ama kwa sababu wewe unasema mimi niko dhehebu fulani, nina haja gani ya kusoma dhehebu fulani? Hata ukitaka kuufahamu ule Ukristo lazima uende katika vitabu vyao uangalie, ndio ujue mimi nitakinzana na hawa watu vipi, nitatoa hoja yangu kulingana na vipi. Na huo ndo mtihani ambao tuko nao. Tunapata shida sana. Lakini kiujumla, baada ya haya yote kwamba kama kunatokea na hii ndio mizani ambayo kila mtu anapoa itumie, kukitokea na shida yoyote, kukitokea na sintofahamu yoyote, basi tuirudishe kwa watu wawili ambayo ni mtume na Mwenyezi Mungu. Tuone mtume amesema nini. Hata kama kutatokea na sintofahamu kwenye masala ya alwilaya ambayo imetokea tayari, hebu turudi kwa mtume. Kwa nini haya watu wanafuata, tujiulize kwa nini haya watu wanafuata wilaya? Akili ijaribu kugauge kwamba kwa nini wanafuata wilaya na je, mtume amesema nini? Mwenyezi Mungu amesema nini kuhusu alwilaya? Maana Qur'ani ina tafsiri. Ndio, lazima watu waangalie tafsiri kiundani ya aya fulani. Katai wale madhhabu nyingine pia wana tafsiri. Na kuna mmoja alisema kila kukicha Qur'ani inakuwa tafsiri. Hata sisi mfano tukiondoka Allah ametuchukua, kuna watu wengine watakuja kuitafsiri pia Qur'ani. Ni kweli. Kulingana na huo wakati ambao watakuwa ndani yake. Na hii inamaanisha kwamba sasa inaenda kinyume na uasilia. Kwa hivyo kwenye kujua aulia ambao Mwenyezi Mungu ametuwekea, kwa sababu hii kazi ya dini si kazi yetu sisi wanadamu. Dini ambaye aliyeshusha dini ni Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Na yeye ndiye anayemiliki kila kitu. Kwa mfano kuna dua moja, la amliku nafsan wala dharran wala mautan wala hayatan wala nushura, kwamba sisi hatumiliki chochote. Miliki yote inarudi kwa Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu ndiye anatupa maelekezo kwamba fanyeni hili, fuateni huyu na msifuate huyu.
Sasa Mwenyezi Mungu akitoa maelekezo kupitia kwa mtume wake, halafu sisi tuje na maelekezo yetu tuanze kufuata yetu. Ina maana kwamba tunaondoa Uislamu au tunaondoa dini, tunarudi kwenye hali ya kutoamini, na ambayo tukiweka kwenye historia ni hali ya kijahilia ambayo hakukuwa na dini wala hakukuwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kipengele kikuu au maelekezo ambayo inafaa sisi tufuate kama wanadamu, kama Waislamu, ni kwamba turudi kwenye akili yetu. Inatuambia nini? Turudi kwenye maarifa ambayo tunayapata, na hatuwezi tukarudi kama hatufikirii, kama hatusomi, kama hatupati mwelekezo kutoka kwa vyanzo ambavyo ni vyanzo vitukufu. Na vyanzo vitukufu ni mtume na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sisi kupitia akili yetu tuna uwezo wa kutambua kwamba hili lipo right au hili lipo wrong. Na sababu Imam Ali alituambia awwalu dini maarifatu. Dini ya kwanza ni poa tuwe na maarifa ya Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu ni yupo vipi, na system ambayo anakuja nayo, system ya ibada, system ya dini ni system ya kivipi? Je, sisi wanadamu pia tuna uwezo wa kuingia kwenye dini na kufanya lolote au kubadilisha sheria? Kwa mfano mimi naweza nikaamua tu hii sheria haipo, au hii sheria mimi naiongeza mimi kama mwanadamu ambayo mtume hajanigusia. Kwa hivyo kupitia akili ndio tunaweza tambua hivi vitu vyote. Ndio sababu kuna hadithi moja inasema kwamba ikijaribu kueleza akili nini, nasema kwamba akili ma ubida bihi arrahmanu wa kutosiba bihi aljinan. Akili ni kile kitu ambacho unatumia kumwabudu Mwenyezi Mungu, na kupitia kwayo unapata janna. Yani unaweza kupata janna. Kwa hii ina maana kwamba ukitumia akili utaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu, na ukimwabudu Mwenyezi Mungu utaweza kupata janna. Na kumwabudu Mwenyezi Mungu haimaanishi tu ibada ya kawaida ambayo tunafanya, kwa mfano saum, zakat, kutoa zakat na haji. Haimaanishi hizo peke yake. Hizo ni kama za kawaida, hizo ni necessity ambazo lazima tuwe nazo. Kwa mfano maji lazima tuwe nayo, ni kama ibada. Ibada ni kama maji kwenye maisha yetu. Kwa hivyo tusipoabudu Mwenyezi Mungu, ina maana tunaenda kinyume na uasilia wetu, na tunaenda kinyume na fitra ambayo Mwenyezi Mungu ametuumba nayo. Naam. Shukran sana. Naam, inshallah, shukran sana Sheikh, umeeleza vizuri, na naamini tunakomea hapa kwa siku ya leo kama sijakosea. Kuna ingine? Naam. Tutazidi kuendelea na mada, kwani mada ndefu sana, ni mada kubwa sana. Lakini inshallah, shukran sana Sheikh, tuachie hapa kwa siku ya leo. Inshallah tukikutana tena tutaweza kuendeleza zaidi mada hii. Inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Hussein Patrova ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah, Sheikh ameelezea vyema zaidi, na naamini wewe kama msikilizaji, wewe kama mtazamaji umefahamu mengi ambayo ameyahusia, ama mengi ambayo points tumeweza kuzielezea kuhusiana na swala zima la wilaya, na hii pia inakupa fursa wewe kusoma, wewe kuchukua vitabu, kufungua na kusoma ili ufahamu elimu zaidi kuhusiana na wilaya. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalamu.